Bana, msimu ujao unaonekana kuwa wa moto haswa kutokana na namna ambavyo watu wanapambana sokoni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji ambao ni bora, na tayari kila timu imeanza kupambana. Sasa pale Unyamani kwenye eneo la kiungo panaonekana panasumbua, panaonekana panaleta tatizo. Eneo la kiungo, mchezaji ambaye mwenye uwezo wa kutuliza tempa ya mchezaji ambaye mwenye uwezo wa kucontrol mchezo ndiye ambaye anatazamwa kwa asilimia kubwa. Alassane Kante anaonekana ni mchezaji mzuri, lakini bado kwa wekundu wa Msimbazi Simba hajana imani naye moja kwa moja, kuamini kwamba ni mchezaji ambaye anaweza akafika kwenye ile klasi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba wanahitaji. Lakini kwa upande wa Nabi Kamara, yeye kwake naye anaonekana anapitia wakati mgumu sana kwenye ile eneo. Mtu ambaye amekuwa akiaminika zaidi ni kiungo namba 6 Yusuf Kagoma, lakini pamoja na hayo wekundu wa Msimbazi Simba wanatumia tu kwa sababu ndo mchezaji ambaye yupo, lakini unatamani kuweza kupata mchezaji ambaye ni bora zaidi ya Yusuf Kagoma. Unatamani pia kupata kiungo wakati mwenye uwezo mkubwa zaidi ya Nabi Kamara, mwenye uwezo mkubwa zaidi ya Alassane Kante. Sasa macho ya wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na viongozi wa klabu ya Simba wao wanaona kwamba kuna haja ya kuingia sokoni na kutafuta chuma chenye uwezo wa hali ya juu. Sasa wengi wanamtazama zaidi kwa upande wa viongozi wa klabu ya Simba katika majadiliano yao, wanamtazama zaidi bwana mdogo ambaye anaitwa Glody Likonza. Huyu ni raia wa DRC Congo, ni miongoni pia mwa majina ambayo anatazamwa kama ingizo jipya katika eneo la kiungo wa kati pale mitaa Msimbazi. Ana uwezo wa kucheza kama namba 8 vizuri kabisa, na ana uwezo wa kuchafua kwenye ile eneo, anaweza wa kucontrol mchezo vizuri kabisa. Ni moja kati ya mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa, kapita kwenye vilabu mbalimbali, na nikuambia kabisa Glody Likonza kama usajili wake utakamilika, basi moja kwa moja atakuwa mrithi wa Alassane Kante ambaye pia amekalia kutikavu mpaka hivi sasa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Na nikuambia kwamba Likonza kwa sasa pia amecheza USM Alger chini ya kocha ule raia wa Senegal Lamine Ndiaye, moja kati ya kocha ambaye ameweza kumwamini. Kumbuka hii USM Alger inapatikana pale nchini Algeria, na msimu huu tumeweza kuona akifanikiwa kuweza kuwa mabingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hivyo kwa upande wa mchezaji huyu Likonza amevaa medali msimu huu ya kombe la shirikisho barani Afrika akiwa na timu ya USM Alger ya nchini Algeria. Sasa tusubiri kuweza kuona kwa upande wa Simba watafanikiwa kuweza kupata hichi chuma ama mambo yatakuwaje. Ni moja kati ya mchezaji ambaye kwa upande wa kocha Lamine Ndiaye ambaye ni kocha wa kikosi cha USM Alger anamwamini sana na kuona ni mchezaji muhimu kwenye kikosi hicho, japokuwa kuna nyakati ambazo amekuwa apate nafasi, lakini ni mchezaji muhimu ndani ya kikosi cha USM Alger. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba wakimtazama wanaona kwamba ni mchezaji ambaye wakimiliki basi anaweza akawasaidia sana kwenye eneo la kiungo. Sasa ni sehemu ambayo tunaweza kusema kwamba tutasubiri kuweza kuona kama Simba wanaweza wakafanikiwa kuweza kupata saini ya mchezaji huyu ama mambo yanaweza yakaenda tofauti. Manake soko la usajili kumekuwa pagumu kweli kweli, kila timu imekuwa ikihaha kuweza kupata mchezaji ambaye ni mzuri. Hivyo timu ikipata mchezaji ambaye ni mzuri na kukutana na ushindani wa hali ya juu kutoka kwenye vilabu ambavyo vimejitengeneza kiuchumi kwa ukubwa zaidi. Sasa kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba msimu katika maeneo ambayo anahitaji kuyaboresha ni kuongeza nguvu kwenye eneo la kiungo wa kati, kwenye eneo la namba 6, lakini pia wanahitaji kuboresha nguvu katika eneo la kiungo cha ushambuliaji, nikiwa namaanisha katika eneo la namba 8. Lakini kama hiyo itoshi, kwenye eneo la ushambuliaji ni katika eneo ambalo wekundu wa Msimbazi Simba pia wanahitaji kuhakikisha kwamba wanakuwa bora kuelekea kwenye msimu ujao. Hivyo wanahitaji kuweza kupata mchezaji ambaye mwenye uwezo mkubwa kwenye ile eneo la ushambuliaji, lakini kama hiyo itoshi pia wanahitaji beki wa pembeni, beki mwenye uwezo mkubwa zaidi kwenye eneo la kwenda kushambulia. Tukiwa namaanisha kwamba wanahitaji mchezaji ambaye ni upande wa Kibwana Shomari
beki nambari 3 ambaye mwenye uwezo wa kupanda, mwenye uwezo wa kusaidiana vizuri kabisa na bwana mdogo Nixon Kibabage. Anthony Mligo kidogo yeye kwake anaonekana kama tayari ameshafeli. Kwa upande wa Steve Barker ni kama anaona ni mchezaji ambaye ampi tena nafasi sana kwa ukubwa, kutokana na namna ambavyo kutokana na namna ambavyo Nixon Kibabage ameweza kuonyesha kiwango kizuri. Sasa kwa upande wa Shomari Kapombe na wenyewe pia ni eneo ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wanajaribu kuweza kufikiri na kutazama namna gani wakaweza kuongeza mchezaji ambaye ni bora kwenye hili eneo la Shomari Kapombe, ambapo bwana mdogo Duchu Kameta David ye kidogo naye pia anajitafuta labda katika hizi mechi ambazo zimesalia kwenye ligi kuu Tanzania bara anaweza akamshawishi kocha Steve Barker, na hatimaye kocha akamwamini moja kwa moja, akaona kwamba hakuna haja ya kumleta mtu katika eneo hili, na siku za karibuni amekuwa akicheza vizuri, japokuwa si kiwango bora kama ilivyo kwa upande wa Shomari Kapombe kwa namna ambavyo amekuwa akitumika kwenye ili eneo. Mbilinge za usajili ni nyingi sana. Tumeanza kuona mapema dirisha kubwa la usajili la msimu ujao na kwenda kufunguliwa June 15 hapo. Sasa tutasubiri kuweza kuona je, likija kufunguliwa hizi timu namna ambavyo zimeanza mbilinge za usajili namna hii, je watafanikiwa kuweza kuwapata wale wachezaji bora ambao tayari wameanza kuwafuata mpaka hivi sasa, ama mambo yanaweza yakawa ni magumu zaidi. Na nikwambia kwamba kuna ushindani wa hali ya juu. Singida tayari wameanza masuala ya usajili. Tumeona kuna bwana mdogo wa kule Zenji Zanzibari, Musa Mbappe ambaye akipiga kwenye kikosi cha Mlandege. Tayari tumeona kama dili tayari limeisha vizuri, lakini wekundu wa Msimbazi Simba kuna wazao ambao tayari tumeona wamemalizana nao vizuri kabisa, kina Chobwedo, kina Kevin Nation, kina Nathaniel Chilambo na wachezaji wengine ambao wanahusishwa kutua mitaa ya Msimbazi. Wananchi Young Africans na wenyewe wako kimya kweli kweli, lakini wako mawindoni kuweza kuona namna gani msimu ujao wakawa bora zaidi. Shukrani sana kwa kuendelea kunifuatilia. Mimi ni Eric Keman, referee mwenye beji ya FIFA. Hakikisha una subscribe channel hii ili uwe wa kwanza kuendelea kuyapata yale mengi ya kimichezo zaidi. Bye bye.